Afisa mtendaji wa kijiji cha Kandasikira naitwa Biba Njau. Nina miaka 10 sasa hapa katika kijiji hichi. Hilo sina la kujibu. Sina la kujibu. Amekununia magari mangapi? Sina la kujibu. Hizi tuhuma unazisikia? Mimi nilichokijibu, nilichokuambia ndicho ninachofanya nacho kazi. Sawa, na tuhuma mengine ni ya kwangu binafsi. Kwa hiyo kama unaweza mwandishi wa habari, tuje tuojane binafsi. Wanasema mwekezaji. Mimi na mshahara, tuje tuojane binafsi. Alikununulia au hajakununulia? Hajawahi kununulia. Wananchi wa kijiji cha Kandasikira, kata Shambarai, wilani Simanjiro, mkoani Manyara, wameiomba serikali kumuondoa mtendaji wa kijiji hicho Biba Njau kutokana na yeye kutoshirikiana na wananchi na kuegamia zaidi upande wa mwekezaji ambaye amekuwa akinyanyasa wananchi katika eneo hilo. Katika mkutano wa wananchi ambao alikuwepo mbunge wa Simanjiro pamoja na viongozi wengine, wananchi hao walimtaka mbunge aondoke na mtendaji huyo, lakini baada malalamiko hayo, mwenyekiti wa halmashauri ya Simanjiro Baraka Kanuga amewaomba wananchi wamuachie kero hiyo ya mtendaji. Yeye kama mwajiri wake atalishughulikia jambo hilo kwa kushirikiana na mkurugenzi ili mtendaji huyo ahamishwe kituo kwa sababu amekuwa kero kwa wananchi. Vile vile mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa la Nana Lenganasi, naye katika hoja yake juu ya mtendaji huyo alisema kwamba anakuwa na kiburi kwa sababu mama yake mzazi naye ni miongoni wa wafanyakazi wa halmashauri, ndio maana anakuwa na kiburi na kufanya anachokitaka juu ya wananchi. Kuanzia saa 1 tuko hapa tunamsubiri mkuu wa wilaya, kwa sababu mkuu wa wilaya aliweka appointment leo atakuja kutusikiliza. Lakini kilio chetu kikubwa, sehemu kubwa imezungumzwa, nisirudie, niende kwenye zile pointi ambazo hazijaguswa. Mheshimiwa mbunge, shida kubwa inaeletwa hapa kwenye kijiji chetu. Namba 1, mchochezi mkubwa namba 1. Hakuna mtu mbaya kama mtendaji wetu wa kijiji. Huyu dada sina shida naye. Hatujagongana kwenye maslahi ya aina yoyote. Lakini kwenye vikao tunashindwana. Tumewahi kumuomba mwenyekiti wa kijiji yuko hapa. Mkutano wetu mkuu wa kijiji wa kisheria tulitoa maelekezo kama wana kijiji kwamba tuletoa muktasari wa maombi ya kampuni waliomba eneo la ukubwa gani kwenye kijiji chetu. Mpaka leo hiyo document haijaonekana. Wala asemi chochote. Lakini tumetoka serikali ya kijiji na wazee mashuhuri na malaigwanani, tukaalikwa na mwenyekiti wa kijiji kuja kusurvey hapa kwa sababu wananchi wanapiga kelele. Asasa hususan hapa tulikosimama, lakini pia na ile eneo la chini. Upande wa chini kule mwekezaji amekwenda kumwaga udongo kwenye mashamba ya watu, sehemu ambayo si yeye mmiliki. Kwa hiyo wale mwaka huu wameshindwa kulima kwa sababu ya udongo mwagwa shambani. Lakini kuna survey ilikuwa imekatwa. Nakumbuka kikao chetu cha pili tulimuita diwani, hakuja kwenda kuangalia ile korongo linalochimbwa kule ambako sasa hivi ng'ombe wanaangukia kule. Kuna korongo limechimbwa kule chini ambako si kwa mwekezaji. Si mahali ambako beacon iliwekwa au alama na serikali ya kijiji iliyopita. Wamekwenda kujiongezea kule. Tunayaona. Tunashindwa kuyatoboa. Tunashindwa kufanya chochote. Lakini tusema ni mwekezaji. Na yeye aliahidi maji yakifika hapa yatafika shuleni, paka leo hayajafika. Kuna haja gani ya huyu mtu kuwepo? Kuna haja gani kama anashindwa kuangalia hao watu? Alafu kijiji kizima, mimi nilikuwa namuomba ndugu yangu Elisha ajaribu kuangalia kwa nini kijiji kizima kinamnyoshia kidole. Abadilike. Yaani angalie ni wapi anakosea, atembee na wana kijiji. Watoto wetu wanafanya kazi hapo. Wote wameacha kazi. Mheshimiwa, lingine ambalo nataka nikwambie na ulichukulie serious, hii kampuni mzee, ukiingia pale ndani utalia machozi. Ukikuta kuna sufuria ya ugali ya unga kilo 1, njoo nipeleke milo kapo. Hawapikiwi. Mimi na mtoto wangu amefanya kazi mpaka ameacha. Amesema baba, hii nimeridhika. Ameacha. Na sio huyo wa kwangu tu. 75% leo unaambiwa wafanyakazi walioko hapa ni 20. Hao 20 wenyewe ukichungulia vizuri afya zao, hata ukiwaita hapa utacheka. Lakini Wachina wao ikifika saa 6 kamili wanawasha magari wanaenda kula kule na kinailisha. Watoto wetu wanabaki hapo. Kazini saa 12 kutoka saa 11. Hamna maji, hamna chakula. Hiyo ni kampuni. Hiyo ni kampuni mheshimiwa. Tuangalieni. Tuangalie namna kama ikiwa vipi hao Wachina wakalete Wachina wao waje waendelee, wasitese watoto. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba
haya mambo mawili, eneo, ukubwa uhakikiwe, ili tuacheze kelele za kila siku. Lakini swala la mtendaji naomba leo iwe mwisho. Naomba swala la mtendaji liwe mwisho. Asifukuzwe kazi, atafutiwe kazi mahali pengine, atuachie Ngandasigira yetu. Wataalamu wako wengi na wanaweza kufanya kazi. Kwa hiyo naomba mheshimiwa mbunge, ujumbe wetu umefika na nadhani umeuelewa na tunaamini utatusaidia juu ya hilo. Nadhani mheshimiwa mbunge umetusikia kilio chetu. Malaigwanani tumefanya kazi ya ziada kwa ajili ya kuwaomba watu watulie, lakini pia na sasa tutawaomba watarudi manyumbani. Tunataka majibu kutoka kwenu. Lazima tujiringie viongozi tulionao ambao wanatembea na wananchi vizuri. Vile vile sisi kama wanakijiji hatuna imani na mtendaji wa kijiji, kwani makubaliano yaliyofanyika baina ya wananchi yalikuwa ya maandishi, ambapo ndiye mhusika na hajawahi kuyaonyesha, maana anayo masilahi binafsi kwa mwekezaji. Ndiye ameshikilia mikataba ya makubaliano kati ya kampuni na kijiji, na tunapohitaji hataki kutoa wala kutoa ushirikiano. Pia tunapowataka viongozi wa kampuni kukaa kwa ajili ya kujadili maridhiano, yeye anasema amepata dharura, hivyo kikao kimeahirishwa. Baada ya wajumbe wa serikali ya kijiji kuondoka, yeye anawaita wawekezaji, anakaa nao ofisini au anawafuata kampuni bila taarifa kwa mwenyekiti wa kijiji na bila serikali ya kijiji. Pia tukihitaji huduma kama za kiofisi kama vile muhuri hatupati mpaka tunaenda kijiji cha jirani au kata kufuata muhuri. Labda uuze shamba au eneo lako, ndipo atawahi kufika na muhuri na kusaini ili achukue pesa. Ndani ya miaka 10 aliyokaa kijijini kwetu, hatujaona kazi aliyofanya na maendeleo akiwa kama mtendaji wa kijiji, bali amejiendeleza yeye katika kipindi chake hapa Ngandasigira. Yeye hajawahi kumthamini mwananchi. Hiyo ni barua ya utambulisho kwa kijiji kwa ajili ya mambo ya kisheria kama polisi, mahakamani au kwenye hasisi za mikopo mfano BRAC. Hashiriki kusaini, maana masilahi ni madogo au hakuna pesa, na anasubutu kusema yeye ametumwa pesa kuliko huko kwao. Mwisho, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunaomba uondoke na mtendaji huyu utuletee mwingine, kwani hatutaweza kukaa naye tena. Nakala. Kuna siku tuliandika barua na kumuita mwekezaji ambaye ni msimamizi wa kampuni ambaye ni Elisha. Baadaye tulipofika kwenye site office ya kijiji, tulitawanyika kwamba hakufika. Lakini baada hayo wananchi walipotawanyika, wajumbe wa halmashauri ya kijiji, baadaye akaingia na gari yake, wakawa na mazungumzo na mtendaji wa kijiji. Baada hata mjumbe mmoja akifika pale, anaambia tuna maongezi yetu binafsi. Kweli tuna imani na kampuni kubwa iliyoletwa hapa, lakini tunataka tuone faida yake. Lakini ni ukweli kwamba Elisha ni mtu mmoja mbaya mno. Elisha ni mbabaishaji. Anaitwa kwenye halmashauri, anaambiwa njoo basi kutana na watu wa Ngandasigira, yeye anapata dharura. Lakini cha ajabu, Mungu alipo ajabu, kila anapotoa uongo, anatukuta pale tumekaa chini ya miti, kuna kibanda iko karibu na ofisi ya kijiji pale. Wanakutana na mtendaji, wanakaa
Kwa majina anaitwa Epi Musa Ngaitulo, ni mwananchi wa Kandasikra. Hapa tulipo tuniwakereketwa wa muda mrefu sana, lakini tumejitahidi kuvuta subira mpaka tumeona imeshindikana. Hivi leo tumeamua kuchukua maamuzi mbele yenu. Ni kilio chetu tumeleta mbele yako, mkuu mheshimiwa mbunge, tukiamini ya kuwa utatekeleza. Lakini kabla ya yote tunaomba kwanza uondoke na mtendaji wetu, kwa sababu chanzo cha yote ni yeye. Kwa sababu ukisema mbali kwanza na hii kampuni ya Godi, pale kuna baruti nyingi mpaka zimezima ile nani ya maji ambayo ndo tunachotaka kuanzia kipindi kile mpaka leo. Na pia yale mabaruti hayana msimamo yoyote, lakini yamemfaidisha yeye mwenyewe. Kwa hiyo mtendaji wetu kwa kifupi, yeye ameangalia maslahi alivyochaguliwa kwenye kijiji cha Kandasikra. Na mpaka leo ana miaka 10, lakini sisi wengine tunanyeshewa kwenye manyumba zetu na rasilimali ni za kwetu, lakini anafaidika nazo mtendaji mwenyewe. Pili, ninaomba kingine, tunaomba pale Kandasikra tunapochotea maji, tunaomba kabisa waweke msimamo, kwa sababu maji sasa hivi tunayakosa na ni kwa sababu ya yale mabaruti. Tunaomba kabla hamjaondoka, ondokeni na mtendaji, alafu mambo mengine ndio mfuatilie kwa Godi. Mtendaji wangu mimi ndio mwenyekiti wa halmashauri na ndio mwajiri wake. Mtendaji wangu naona wananchi wote wamemtuhumu, wamemnyeshia vidole. Naomba niwaombe sana, ila mtendaji niachieni mimi ndio manake naomba mnisikilize. Hili la mtendaji niacheni mimi. Mtendaji yuko chini ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, na mimi mtendaji wa halmashauri ambaye ndiye mkurugenzi ni katibu wangu mie, yuko chini yangu. Naomba nichukue nimuelekeze mambo ya kufanya kwa mtendaji. Naomba niwaambieni, lazima tufuate sheria. Lazima tufuate sheria. Na mimi nataka niwaambieni, mimi sio muumini wa uongo. Mtendaji ameletwa hapa kwa mujibu wa sheria na ataondoka kwa mujibu wa sheria. Ameletwa kwa mujibu wa nini? Sheria. Na ataondoka kwa mujibu wa sheria kwa makosa yake aliyoyafanya. Sasa haya makosa kwa mtumishi, mimi nachukua hiyo kilio chenu kumfikisha kwenye utaratibu ule, ili sisi tumuite aje aeleze tuweze kushughulika na mambo hayo mnayotaka. Katika swala hili halmashauri ya wilaya hauko mbali. Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, haya mambo mengine yanaihusu halmashauri. Mtendaji wa kijiji ni mtumishi chini ya ofisi ya mkurugenzi. Saa hizi ungekuwa umeshanongana naye kwa simu, mwambie mkurugenzi, tafadhali mtumishi wako uliyemleta Kandasikra hafai. Lakini si hilo tu, mwenyekiti wa halmashauri, naambiwa huyu mtoto mama yake anafanya halmashauri. Kwa halmashauri inatafunwa, vijiji vinatafunwa. Kwa mtu yuko hapa kwa sababu mama yake anafanya halmashauri. Hii nadhani sio sahihi. Mchukue hatua mara moja, mrekebishe hali kama hiyo. Hayo mambo hayastahili hata kidogo. Ndugu zangu wa Kandasikra, nataka nirudi kwenu. Ninyi mmetusomesha sisi watoto wenu. Nafahamu ya kwamba si wote mliona shule, hata kama mlienda shule ya msingi. Mambo mengi ya maandishi bado yanawapiga chenga. Hiyo ni wazi kabisa. Haiwezekani leo hii kwenye karne hii katika vijiji vyetu eti mwekezaji anakuja anaambiwa kaongea na wananchi, kaandikeni mkataba na wananchi ambao hawajui sheria. Hii imetokea wapi? Dunia gani hiyo? Yote aliyechukua coordinates za eneo na kuomba leseni, ikikutikana eneo hilo halikuwa na mtu mwingine anayechimba madini, atapewa. Lakini akipewa
haina maana kwamba amemilikishwa hilo eneo. Ni kwamba yeye amewahi tu kubuku madini yaliyoko, asitokee mtu mwingine atakayekuja tena kuleta leseni yake ndani ya eneo lile kwa ajili ya kazi ya kuchimba madini. Lakini haimaanishi kama kampuni ya Permanent imepewa kilomita za mraba 6 kwenye eneo hili, waje waseme wanamiliki kilomita 6 za mraba katika ardhi ya Kandasikira hapa, wakati wamewakuta wananchi wako hapo, ukafikiri miliki za wananchi zimefutwa. Miliki za wananchi wa Kandasikira ziko hai jana, leo na kesho. Mwela na gini na beiro. Anachotakiwa kufanya, na hii ni mueleze rafiki yangu Elisha, kama kampuni yenu na kilomita za mraba 6 na ninyi mnataka eneo la kuendeleza kwanza, mnachotakiwa kwenye kilomita 6 ni kuweka alama ili mtu mwingine anayetaka leseni ya kuchimba madini asiingie kwenye ile eneo kwa sababu ninyi mmewahi. Lakini mnapoanza eneo la kwanza kuendeleza, kabla mjaendeleza, sheria inasema ni lazima upate idhini ya miliki wa eneo la juu la ardhi hiyo, consent of the owner of the surface right katika lile eneo. Na nyinyi mmekuja kwenye kijiji, mmepewa ekari 200 kwa mujibu wa viongozi wanavyosema, katika kilomita za mraba karibu 6. Ile 200 mliopewa haimaanishi mnaweza kuchimba mkaendeleza kabla mjawafidia watu. Sasa fikiria, mnalipua hapo mita kadhaa. Boma ya Laigwana ni Wele Simanga Kamundul. Yese. Nyumba yake ni hii. Pale ni nyumba yake, eneo ambalo mejenga nyumba yenu ya kampuni. Mnawezaje kujenga kwenye ardhi ya mwananchi kabla hamjamfidia na kumalizana naye? Kwa lugha nyingine, maana yake hata hiyo nyumba yenu ipo kwenye ardhi ya Kamundul. Sheria inasema hivyo. Subiri. Siyasema hivyo. Kwa hiyo ninachotaka kusema zile kilomita ile eneo la mita 200, ekari 200, sijui ni ekari 200. Kama ni ekari 200 au 180, kwanza mklie kwamba eneo lile hamdaiwi. Sheria inawataka hivyo. Na muanze kuelewana na Kamundul Wele Simanga kwa bei anayotaka. Mkishindwana aira nigi ninguno no yeyo akama ora ndogi na libure ndogi na rohi na lengi ndogi na erai bado loholunga o meradu angari ko nyongop pare nena amene be ngolongo ngunya bori na nyoke ndabare nalo nado. Kwa hiyo ninachotaka kusema, sisi kama nchi tungetaka Tanzania iwe ni nchi ya kwanza katika Afrika na dunia kuuza graphite katika masoko ya ulimwengu. Bali tunataka tuuze graphite isiyo na umwagaji wa damu, isiyo na manunguniko, ambayo haitaharibu mahusiano ya serikali na wapiga kura wao. Yaani serikali inawekwa madarakani na watu wale ambao wanatuweka sisi madarakani, tunataka wasiwe na manunguniko, wasiandamane. Na sheria imeweka taratibu. Hata tukishindwana mimi na wewe kwenye fidia, kuna utaratibu unaokwenda mpaka kwa waziri. Lakini eneo ulilolizuia, umezuia leseni zingine, lakini hujamiliki kilomita hizo 6 za mraba katika kijiji cha Kandasikira, hujamiliki. Una leseni tu ya kufanya utafiti na kuchimba kwenye. Kwa hiyo kila hatua ukitaka kutoka kwenye ekari zile 200, unaanza kuzungumza na watu wengine kutoka nje ya eneo hilo. Kwa hiyo ukitaka kusogelea boma jingine unapatana. Sasa kama kuna mitaro huko imewekwa na makampuni mengine au makampuni yenu kwenye maeneo ambayo hawajafidia watu, huo ni ukiukaji wa sheria asubuhi na mchana na jioni. Wewe unachotakiwa ni kuweka coordinates na alama
sio kujimilikisha sehemu ya juu ya ardhi. Weka beacon zako tu, weka njia. Sasa nataka kusema hivi, watu wanasema leseni kubwa. Ni kweli, kuna leseni kubwa, kuna leseni ndogo, kuna leseni za kati. Lakini nataka niwaambieni, iwe ni leseni ndogo, iwe ni kubwa, sheria iko hivyo hivyo. Hakuna anayeruhusiwa kuja kuichukua ardhi na kuitumia bila ridhaa ya wale ambao wamewakuta pale. Hilo ni ngore? Ni ngore na Kiswahili na ngari ndai. Meria rongani license sabu gera. Enginyi meria license na jukuru ananeji ora na musabo. Eloru ajungol rongana grasode marakiro meri. Mara wala kuna yaka hii ibare. Nanga sala kolorongana la kuna yaka ibare. Hilo ni ngore? Wewe bidi binena gari rumagi arurai. Wala bende dara. Wala bende bungagiri anaenda bwa kama tu mtendaji wangu wa kijiji. Mtendaji wa kijiji kama ushirikiana na mwenyekiti wa kijiji, ushirikiana na serikali ya kijiji, mkutano mkuu wa kijiji wote unasema uondoke. Wote. Kama mkutano mkuu unasema hivyo, na mimi nataka niwaambieni, majibu ya mwenyekiti wa halmashauri kwamba muachieni ndio utaratibu wa kiutumishi. Mtumishi atutamki kuanzia leo anaondoka. Inapelekwa utaratibu kwa mkurugenzi, mkurugenzi atafuata utaratibu wa kisheria wa kumuhamisha kwa utaratibu ule ule aliyomleta nao. Kuna makubaliano ambayo yalifanywa kule baina ya serikali hii ya kijiji na mtendaji huyu. Wajumbe wa serikali wako hapa. Haya yote anayesema juu ya huyu mtendaji, Mungu shahidi ni kweli kwamba mimi nilisema mtendaji toa yale makubaliano niyaone hapa. Nilisema hapa na mtendaji wangu wa kata yuko hapa na nilisema na wa serikali ya kijiji wote nilisema huo mkataba iko wapi? Wajumbe si nimesema hivyo? Kwani imetolewa? Kwa nini? Hiyo mkataba ilitakiwa nani awe nayo? Uandike mkataba tusomee. Hakuna. Paka leo ndio haya amekuja amesemwa na hao wananchi. Mheshimiwa mbunge, mtendaji huyu amekuwa kikwazo ndani ya wananchi hao. Hawa mama wanaendelea na vile vikoba, kuna vile vikoba vile. Anakataa kwenda kuwagongea. Na siwezi kumnani kwa sababu huyu, Bwana Yesu asifiwe, huyu ni mtendaji wa kijiji changu cha Kandasika. Lakini lazima pia mabaya yake tuyaseme. Hawa kulikuwa kuna vijana wamekamatwa 3. Mimi mwenyewe nilimpigia simu huyu dada na maneno aliyoajibu sikufurahiwa. Na nikampigia mtendaji nikamwambia hebu ongea na huyo. Maneno aliyosema mimi sijaja Kandasika na kuja kufanyaje kudhamini hao watu kwa sababu na wenyewe wanidhamini. Tabia hiyo imeshawapo. Ndio maana amesema hivyo. Na ni mchana amesema, sio usiku amesema ni mchana. Sikizani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge hayo yote anayesemwa, mimi mheshimiwa mbunge hayo yote aliyosemwa, mimi nakuomba kabisa mbunge wangu, chonde haya aliyosemwa juu ya ardhi ya Kandasika na kwamba inaporwa, hebu naomba usimamie na utusaidie sisi na hao wananchi. Kwa sababu mkitusaidia najua mambo yataenda vizuri. Naamini kabisa kilio hichi wao umeona, hao wameambiwa mkuu wa wilaya atakuja, ndio maana wamekuja wengi na siku ile kwanza walikuwa wengi zaidi ya leo.